Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ya Tanzania tangu kupata kwake uhuru tulikuwa tumejipambanua kama watu ambao tunapenda uhuru katika bara la Afrika, na muasisi wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni mwana majumui wa Afrika. Lakini pia Tanzania imejipambanua katika nchi ambazo zilikuwa mstari wa mbele ukombozi wa nchi zilizo kusini mwa Afrika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati waziri anasoma hotuba yake na mpaka anahitimisha, sijaona akizungumza lolote kuhusu hali ilivyo sasa katika taifa la Afrika Kusini, ambapo wananchi kutoka mataifa mengine ya Afrika kidogo hali yao sio nzuri sana, kule wananyanyaswa. Sasa mimi ningeomba tu fafanuzi, lakini pia kufahamu hadhi na status ya Watanzania walioko Afrika Kusini ikoje katika kipindi hiki ambacho kidogo kuna hali ambayo ni ngumu katika taifa la Afrika Kusini. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika, nimshukuru Mheshimiwa mbunge Miwaka kwa hoja yake hiyo ya nyongeza juu ya Afrika Kusini na Tanzania. Samahani Mheshimiwa Shangazi. Naomba radhi Mheshimiwa Shangazi. Niseme tu kwamba balozi wetu Mheshimiwa James Bwana aliyekuwa kwa Pretoria, Afrika Kusini, alitoa maelezo ya kina juu ya hoja hii na kutoa matangazo. Kwa upande wetu sisi Tanzania, walioathirika zaidi ni nchi ya Malawi na Zimbabwe, kwa sababu walioathirika ni wale ambao hawana vitambulisho halali vya kufanya kazi katika nchi ile. Hata hapa kwetu walikuwa hawana vitambulisho halali huwa wanaathirika baadhi ya wakati, na nyinyi mnaona katika vyombo vya habari wanakamatwa na wengine kurejeshwa walikuwa hawana vitambulisho halali. Katika nchi inayoongoza barani Afrika, nchini South Africa, kuwa na vitambulisho halali vya Watanzania walikuwa kule ni sisi Tanzania. Wengi wana vitambulisho halali. Walioathirika zaidi ni wale walikuwa hawana vitambulisho halali, na mimi bahati nzuri nilishiriki kikao cha organ cha SADC ambao kilikuwa kinazungumzia wa Malawi 260 walioathirika moja kwa moja. Kwa hiyo niomba niseme tu zile clip zilorushwa zikaleta taharuki, zikatia kitahanani nchi, ni za zamani, sio za hivi karibuni, na balozi wetu baada ya zile clip kurushwa tu tulimwagiza atoe tamko maalum, na yeye aliwasiliana na serikali ya South Africa. Hakuna Mtanzania wala rekodi ya Mtanzania aliyeathirika hadi sasa ambaye hana kibali huko nchini South Africa, na naomba kupitia jukwaa lako Mheshimiwa Spika niendelee kuwashajiisha Watanzania wawe na vibali wakiwa nchi husika kwa mujibu wa sheria. Wakienda bila vibali wana possibility kubwa ya kuathirika, na watatupa kazi sisi sasa ya kuanza kuingilia kufuatilia. Asante Mheshimiwa Spika.